Taarifa nyingine, familia ya waziri mkuu wa zamani wa Kenya hayati Raila Odinga imesema mwili wa kiongozi huyo utazikwa Jumapili katika hafla binafsi ambayo itahudhuriwa na watu wachache tu waliochaguliwa, ambapo Jumamosi asubuhi mwili huo utaondoka Nairobi kuelekea Kisumu kwa ndege, kisha kutoka Kisumu hadi Bondo, eneo ambalo atazikwa. Mwili wa hayati Odinga umewasili leo nchini Kenya kutokea India na kupokelewa na Rais wa Kenya William Ruto, huku wananchi wakipata nafasi ya kushuhudia katika uwanja wa Kasarani. Ibada ya kitaifa ya mazishi ya Raila itafanyika Jumamosi katika uwanja wa Nyayo, ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi na VVIP kutoka nje ya Kenya. Mazishi yake Jumapili yatafanywa kulingana na mila za kanisa la Kianglikana la Kenya ACK, kama ilivyotangazwa na mwenyekiti mwenza wa kamati ya mazishi ya serikali, Naibu Rais Kithure Kindiki. Hiyo ni taarifa kutoka nchini Kenya, na mwili wake umewasili leo na wananchi mbalimbali. Kama unafuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia EATV, unaweza ukawa umeiona taarifa hiyo na mwili ulipokelewa leo na wananchi mbalimbali. Asante kwa maoni yako. Nimekuona Dennis Chimoiwo unasema RP Mwamba Raila Odinga, lakini pia Kennedy Deremede anasema wa Kenya wanamuita baba. Ni kweli ni baba, inauma sana. Lakini pia Nyahua Boy kutokea kwenye ukurasa wetu wa Facebook, naye pia ameandika, anasema pumzika kwa amani mzee Raila Odinga. Mwingine aliandika ni Gerard Sangia, anasema alikuwa anapendwa sana sababu alikuwa anawapenda wafuasi wake na alikuwa anapenda haki kwa Wakenya. Akichukiwa jitafakari, anasema ukichukiwa jitafakari, usimtafute mchawi. Ameandika kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini pia Nyahua Boy anasema rest in peace mzee Odinga. Mwanzandi Jerumani Makei anasema apumzike kwa amani Raila Odinga. Tujiunge moja kwa moja kutazama mengi yanayojiri pale nchini Kenya na tuweze kufahamu ni mambo gani ambayo yanaendelea na nini ambacho wachambuzi wa pale Kenya wanazungumza kuhusiana na taarifa hiyo. Habari za Kenya ndugu yangu? Jambo, hapa Kenya tunaendelea kuomboleza kifo cha Raila Odinga. Watanzania wanatamani kufahamu walau kwa jina nani kutokea nchini Kenya. Naam, hiyo jana mida ya asubuhi saa 2 saa 3 hivi tulikuwa tushapokea habari za kifo cha Raila Odinga kupitia njia ya kimitandao, na muda wa saa 4 asubuhi taarifa hizo ziliweza kudhibitishwa rasmi kutoka kwa familia na vile vile baadaye Rais William Ruto aliweza kudhibitisha taarifa hizo, na baada ya kuandaa kikao cha baraza la kitaifa la usalama. Mapokezi ya mwili wa Odinga yameonekana kuwa ya tofauti sana. Wananchi ni wengi kweli. Wananchi wanamchukulia mtu wa aina gani ukitazama mapokezi ya leo? Naam, wananchi wamepokea habari hizi na mshangao, kwa maana walikuwa wamemuona Raila Odinga hapo awali akiwa katika afya njema, akiendelea na shughuli zake za kisiasa na vile vile kutayarisha kuzindua miradi kadha ikiwemo kuzindua shule ambayo ilikuwa imetengeneza miundo msingi. Wakati ambapo taarifa hizi zilikuja ziliwashangaza Wakenya, kwa maana ilikuwa imekisiwa kwamba Raila Odinga alikuwa ameenda tu kuweza kuangaliwa hali yake ya kiafya ile ya kawaida tu, lakini ni dhahiri kwamba haikuwa kawaida, na Wakenya bado wako na hali ya majonzi na hawajaamini, kwa sababu unaona jinsi ambavyo walijitokeza kwa halaiki kubwa sana ambayo haijawahi shuhudiwa. Niseme ukitazama Edwin, ukitazama kwenye picha hapo tulipotazama, walijitokeza wengi ni vijana wanaoita Gen Z, lakini umri wa Raila Odinga miaka 80, manake ni mtu mzima. Kwa nini vijana wengi wanaonekana kumpenda sana Raila Odinga hayati? Kwa sababu wanajua kwamba Raila Odinga ana historia ya kupigania uhuru wa kikatiba na kuweza kuwezesha vijana kunufaika na uhuru ambao wanao sasa hivi. Vijana hawa walikuwa wameshawishika na sera na utendakazi wa Raila Odinga na wanampenda sana, kwa sababu nakumbuka wakati ambapo serikali ya William Ruto ilikuwa katika njia panda, ni Raila Odinga ambaye aliweza kukuja na akasaidia serikali ya William Ruto kupata udhabiti na vijana wakaweza kutulia. Hadi kufikia sasa udhabiti wa serikali una mwingiliano mkubwa sana na Raila Odinga kuweza kushirikiana na serikali. La mwisho kabisa, Odinga ameacha upinzani kwenye eneo gani nchini Kenya kwa sasa? Anaondoka nguli wa siasa za upinzani Kenya kwa dakika moja.
Ameacha upinzani katika hali ambayo bado hakuja kuwa na kiongozi moja kwa moja ambaye anaweza kumrithi, lakini viongozi vile vile kujitokeza kwa visa kama hivi pale ambapo hakuna mwafaka ama mwelekeo, viongozi wanajitokeza. Edwin, tunakushukuru sana kwa muda wako kutokea Kenya. Tunaamini mengi tutaendelea kuyapata mpaka itakapofikia Jumapili ambapo atapumzishwa. Asante. Naam, huyo ni Edwin Kegoli ambaye ni mchambuzi kutoka pale nchini Kenya, tukizungumza naye machache kuhusiana na yale ambayo yamejiri katika siku ile ambapo mwili wa hayati Raila Odinga umepokelewa Kenya na taratibu za kwenda kumpumzisha Bondo kwake kule zimeanza. Tuangazie taarifa nyingine ambapo waganga wa tiba asili mkoani Geita wameahidi kushirikiana na serikali pamoja na jeshi la polisi kuwabaini waganga feki wanaopiga ramli chonganishi ambao wanaathiri tasnia yao kwa tuhuma za waganga wa tiba asili kuwa chanzo cha ukatili na mauaji katika jamii, jambo ambalo sio la kweli. Taarifa zaidi na Edgar Rwenduru. Waganga wa tiba asili mkoani Geita leo wamefanya kikao na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera akiwa na kamati yake ya ulinzi na usalama, ambapo wamebainisha